Haya jamani, dunia hii inakuwa haishi mambo ni mengi. Wenyewe wanakuambia muda ni mchache. Lakini kuna jambo moja jamani, wanaume inabidi baadhi, lakini nisiseme ikaonekana kama wote, baadhi ya wanaume inabidi wajirekebishe. Yaani mtu tu uchunge heshima yako. Unajua kuna vitu vingine yani ukifanya vinakuwa vinakujenga kuwa mtu fulani kwenye jamii. Yaani ukiwa umekaa una utulivu unakuwa mtu fulani kwenye jamii. Lakini ukishakuwa ni mwanaume mapepe, yani mwanaume mara tena hasa katika masuala ya ngono, mara umebaka, mara sijui umetembea na huyu, mara sijui umetembea na yule, mara sijui umetembea na mtu wa karibu na mke wako, mara sijui umetembea na shemeji yako, mara sijui yani kuna baadhi ya vitu kiukweli naomba niwaambie baadhi ya wanaume kwamba vinakuwa vinawashushia heshima, haviwapi adabu hata kidogo. Na jamii kishajua tu kwamba ni mtu wa hivyo, hawakuambii wala hawakufanyi kitu, lakini kiukweli wanakuwa wanakushusha hadhi yako kutokana na tabia yako mbaya ambayo unakuwa unaifanya. Na hii imejengeka kwa sababu katika jamii yetu utakuta wanaume ndivyo walivyo, wanaume ndivyo walivyoumbwa, wanaume watu wa kutamani, wanaume watu wa tamaa, sijui wanaume nini. Hivyo vitu na vyenyewe vinakuwa vinaendelea kuwapa kichwa, na baadhi ya wanaume mnaendelea kufanya vitendo visivyofaa. Kwa sababu kama hili tukio la leo, mimi kiukweli nimekaa nimemfikiria huyu baba, nimeshindwa nimeweka kwenye grupu gani. Kama vile nimeweka kwenye grupu la watu wenye matatizo ya afya ya akili, au sijui uwaga kuna matatizo pia ya kingono, labda kuna watu uwaga pia wanakuaga na shida hiyo, yani wanafanya ovyo ngono, yani inawezekana pia ni changamoto, labda swala la kisaikolojia, swala la kiafya, sijui, nimeshindwa kuelewa. Lakini ni tukio ambalo baya, ambalo baba amekuwa akimapproach mtoto wa mke wake, na kwa sababu yule binti hiyo hali hakuipenda, akaamua akasema kwa dada yake ambaye akamwambia mama yake. Kwa hiyo akamtengenezeshia mtego kwamba amekuita kesho, uende wapi sasa, wewe nenda kakutane naye alafu na sisi tutakuja. Na ndicho kilichotokea. Kwa hiyo yule baba kwanza kuna message ambazo alikuwa akimtumia yule msichana, huyo mtoto wa mke wake. Asa eti mtu baba anamtumia mtoto wa mkewe, kwanza anaanza anamtumia kuapa. Eti jamani, hivi hiyo akili kweli? Anamtumia kuapa, anamwambia angalia kuapa langu, angalia mamako alivyoninyoa vizuri. Yani mambo ya hovyo kabisa. Mara anamuonyesha tumbo. Maana kuna chatting kwenye picha kwenye WhatsApp, huyo mwanaume alikuwa anamtumia huyo mtoto wa huyo mama. Kwa yule mtoto wa yule mama baada ya kuona mbona kama baba hivi vitu anavyonitumia sio vyenyewe, mbona havieleweki, ndo akamwambia dada yake, kwa sababu aliogopa kumwambia mama yake moja kwa moja. Kwa hivyo mwambia dada yake ndo akarudi akamwambia mama yake, ndo bwana hii bila kuelewa binti ndo amemuita aende sasa maeneo ya Temeke. Sasa hapo maeneo ya Temeke hapo na kwenye tena nimekuja kujulikana jambo jingine. Utakuja kulijua huko mbele. Utakuja kulisikia hapa. Lakini naomba kwanza tuanzie wakati ndio wameshakubaliana sasa kwenye simu kwamba aende, ambao ni jana. Sasa ndio hapo ameenda, lakini hapo yuko na mama yake, yupo na dada yake, yupo pamoja na ndugu na jamaa na marafiki, na sisi tena ndio tupo hapo kwa ajili ya kwenda kushuhudia yule bwana akiwa anadhalilika. Maana yake amepata kudhalilika vizuri tu, na wamefanya hivyo makusudi ili pengine anaweza akakoma hiyo tabia yake, akajielewa, akili yake ikatulia, akawa yuko sawa. Kwa hiyo ndio akawa hapo kwanza anampigia simu, kuna kama anachelewa kumuuliza uko wapi, mbona ufiki, ana haraka na wahaka ya mtoto wa mkewe ili aende akawe naye tena akamfanya kama vile mke wake anavyomfanya. Sasa sikiliza kwanza simu wakati anampigia. Hello. Mbona sikuelewi? Kutoka hapo mpaka kufika hapa anachukua risali zima. Hamna, si nimekwambia mama kaniagiza, kwa niko nampeleka boda akapeleke nyama nyumbani na kuja. Sasa si uliniambia tayari ushatoka? Ndio nishatoka, si nipo hapa maeneo ya sokoni. Kwa hiyo nanunua kwanza hivyo vitu kumbe? Nanunua vitu na mpa boda apeleke, afu mimi nakuja huko. Haya basi. Maana nimetoka nimeganga nje muda mrefu. Sasa niko nashangaa yani. Na nikifika nitakwambia. Haya. Asa. Baada ya hapo ikachukuliwa bodaboda sasa, kwamba bodaboda mpeleke huyu mtoto kwa alikoitwa. Akifika huko hakikisha unapa cream ili urudi hapa uje utuonyeshe na sisi tuende. Wakati ameshakuwa ameingia ndani na huyo mtoto, inabidi sasa na ndio sasa pale mama aende, mama mzazi akashuhudie pamoja na mwanae yule mwingine mkubwa, pamoja na ndugu na jamaa na marafiki wakashuhudie, ili yule baba aseme alimuitia nini huyo mtoto, alikuwa anamtakia nini huyo mtoto wa mke wake. Kwa ndo safari sasa ikaanza. Bodaboda sasa akawa
anatupeleka sasa pale. Na tulivyofika hali ikawa kama hivi. Pale kuna banyusi, usauli banyusi. Kuna chochoro kimeingia ndani. Kigeti kile cheusi ambacho kiliko wazi. Papo wazi. Ndio alipoingia naye. Ndio kaingia naye pale. Chapu jamani, nitakufa mimi. Mwambie boda yani hapa na titi nika hatari. Huyu baba bora tunaye. Asalamu alaykum. Salam. Khairi. Alhamdulillah. Ndio ulezi huyu. Ndio ulezi huu ambao nilikwambia, nakumbuka siku ya kwanza nilikwambia. Unakumbuka maneno yangu? Nilikwambiaje? Umesahau? Nilikwambia nataka baba bora, sio bora baba. Sasa wewe umevuka hata kwenye ule ubora baba umeuvuka. Unakoona baba. Tulia. Tulia ndio kwanza. Rudi. Tulia. Rudi. Mama kwa mpole. Tulia. Rudi hivi kwanza. Rudi. Simulizi chochote. Tulia wewe rudi. Endelee. Sifanye kitu, endelee. Simulizi kitu, endelee. Kaka asalamu alaykum. Mimi mjumbe. Ndio. Na mimi nimetumwa hapa na polisi. Kwa sababu polisi hatua zao ya kwanza lazima anione mimi mjumbe. Ndio. Kwa hiyo hatua zingine zinataka zifuate mkondo wake. Ndio. Kama unaweza kuvaa vaa. Sawa. Asivae. Ngoja nivae. Mjumbe. Subiri. Umeniambia nivae. Usichokijua simu ya huyu mimi nimeitrack. Tulia mzee wangu. Hamna kitu kinachopotea wala uibiwi. Subiri kwanza. Njoo. Nini? Subiri kwanza. Simu inabidi uchukuliwe kwa ushahidi shehe. Kama hivi. Au bila au simpige. Akileta utata mjumbe nitakuja shehe. Simpige. Mimi kwa sababu tuko hapa. Sasa Ukileta utata yani leo nakuvunjia heshima. ala la simu ya. Ileta masuala ya simu. Simu yako ndio ushahidi. Yako iko mikono salama. Simu yako iko mikono salama. Simu yako iko mikono salama, wala sio na wasiwasi. Niko upande wako. Wote tuko mimi hapa si upande wangu wala siko upande wa huyu. Sawa. Simu yako iko mikono salama. Mimi leta simu yake, leta. Simu yako iko mikono salama. Sawa, tulia. Simu leta nichukue mimi. Simu leta nichukue mimi. Subiri, hebu acha mfuko wako, nipe simu. Mimi niko Weka hapa. kwanza. Chukua simu iko na mimi, simu Hebu kaa chini bwana, acha maneno mengi na wewe. Lazima tuende Usije watu wengi. Unataka kudhalilishwa. Usomjua nani hapa kuibia simu yako? Hebu kaa chini. Akae chini. Mama utapewa simu. Ichukue mjumbe ya nini? Simu ichukue mjumbe ya Kwa sababu nini? usilete makelele Tuko maeneo salama. tukajaza watu. Tuko maeneo salama. Simu ya nini? Muone kama ni aibu hiyo usio. Shehe, sio aibu tu, afu huyu mwanafunzi shehe wangu. Fezea mtoto mdogo. Mwanafunzi shehe wangu itakufikisha mbali mtihani. Mtihani Muone kama fezea hayo. mtihani mkubwa. Ameweka wapi sura yako sasa? Yeke wapi? Inawezekana ashazoea. Inawezekana hii tabia ashazoea. Unaiweka wapi sura yako? Huyu binti yangu akonzaa, huyu binti yangu akonzaa, huyu mume wangu jana muda kama huu ndo ananiambia kuanzia leo nimekuacha, si mke wangu. Bado Jana. ni mke kwa sababu Eda haijaisha sheria Jana. ya kidini. Upo? Baada ya hapo ndani ya siku ngapi nyuma anachati na binti yangu Kumtongoza. Ambao umemzaa wewe. Nimemzaa mie. Ambaye huyu bwana kaondoka kwangu siku ya Jumatatu ile iliyopita mpaka ya leo. Upo? Niliyomfanyia yote ndani anamweleza binti yangu. Anamfunulia kwapa. Anamwambia ona kwapa mama yako kanivaa wenye vizuri kwapa na mimi nataka nikufundishe jinsi ya wenye. Ana mtoto wa kike huyu mmoja. Usikute na yeye anamfanyia mwana. Nasikuta anamfanyia wallahi lazima. Kwa sababu usingekuwa na uoga. Mtihani. Yaani mimi kuniacha wala roho hainiumi, kwa taarifa yako niko free. Akaniambia kuanzia leo na kuacha talaka si mke wangu. Sababu ya kuniacha. Hili tukio sisi tumeshalijua muda mrefu. Si mnaelewa? Mimi akanitumia shilingi 15,000. Akawa na chati na mtoto anamwambia mama anaumwa. Baada mama anaumwa, huyu bwana akanitumia shilingi 15,000 akaniambia nenda hospitali. Nikamwambia sawa. Akaendelea kuchati na mtoto. Mamako ashaenda hospitali? Bado. Nampikia kwanza mpaka kimaliza kula ndo nitampeleka. Baadaye tumekaa mida ya mchana.
Akamuuliza, "Mamako ashaenda hospitali?" Akamwambia, akanipigia. "Uko wapi?" Nikamwambia niko nyumbani. Kwa sababu nilishamwambia nitatoka na mtoto. Nikamwambia niko nyumbani. "Uko wapi?" "Yupo kaenda chooni." "Usikate simu." Na hicho kipengele ninachoelezea ndio cha sababu ya kutoa talaka. Sasa mimi niko hospitali. Hospitali pale nilipo, nishaingia kwa daktari, nishafanya kipimo, naingia kwa daktari kwenda kuchukua majibu. Huyu bwana ananipigia simu. Ikabidi simu yake nifanye nini? Nikate nimalizane na dokta. Baada ya hapo ndio nimsikilize yeye, nimtumie na cheti, nimuonyeshe kama kweli nimetoka hospitali. Kabla sijatoka hospitali, niko kwenye mlango nje hospitali. Ndio message inaingia kwamba nimekuacha kuanzia leo, si mke wangu. Jana hiyo nikamwambia huna subra. Tayari anajua kila kitu na mtoto na walishapanga mpaka kwenda bichi. Ya bichi haikuwezekana. Sasa na wewe binti naye. Huyu ni mume wangu nimetoka naye. Nyumbani akawataki kuja kwa sababu mimi naye ananiogopa. Sio baba yake mzazi lakini ni mume wangu, nilitegemea yeye atanisaidia kulea watoto wangu. Nahitaji baba bora, sio bora baba. Sasa mpaka kwenye bora baba kapitiliza. Maana shetani si shetani, zaidi ya shetani. Kapitiliza zaidi ya shetani. Hichi kitendo anachonifanyia inawezekana kashawafanyia familia yake, inawezekana binti yake kike kashamfanyia kachazoea. Na ndio maana sipati uoga kumfanyia mtoto wangu. Sasa. Sio jamani. Na ndio maana vile hakupata uoga kumfanyia mtoto wangu. Tumsikilize naye. Kipi kilichomvutia kwa mwanangu? Maana mimi ndo kakaangu ndo mwenye hizo nyumba. Na mimi ndo msimamizi. Hizi chumba mimi ndo mpangisha ni mwanamke, sio mwanaume. Yuko wapi? Kaenda kazini nahisi. Umempigia simu yuko kazini? Yuko kazini. Leo Jumatatu yuko kazini. Mwenye chumba hichi ni nani kwako baba? Chumba hichi si mimi. Mwenye chumba hichi ni nani kwako? Kapangisha mwanamke au na jinsia mbili. Au wewe mwanamke umempangisha wewe? Chumba hichi ndio mpangia naye hapa. Umempangia. Na hata siku ulizungumza na mimi kuhusu maji, kuhusu feni. Wewe ndio ongea kwenye simu. Kwa hiyo ni mpenzi wako ambaye wewe umempangia hapa. Kwa hiyo huku uko na mimi umenioa, huku na mke wako mwingine kwako, huku na mke wako kashamuacha sio mpenzi huyu mke. Huyu mke wako ndio mamake. Ni mke wangu. Kwani mimi naruhusiwa kwa wake wangu? Unaruhusiwa kwa wake wangu. Wewe wangapi? Mimi. Atajua, yeye ajui, wewe ndio unajua. Mimi ndio najua sasa. Sasa sisi hiyo mada ya mke wa 5 wa 6 tutaki. Sisi tunataka hii mada hii. Mmefikaje wewe na hapa? Kama nilivyokuambia, kumbe hapo alipomuitia ni eneo la mwanamke wake mwingine mwenye anadai mke wake. Sasa sijui kama mke wake kweli au ni mwanamke wake, lakini mke wake ambaye alikuwa ndio yuko hapa mama yake wa mtoto, ile jambo la tali alikuwa halijui mwenye, kashangaa kwamba hapo maeneo ya Temeke Pile ana chumba na kuna mwanamke mwingine ambaye yuko hapo anaishi naye kama mwenye alivyodai kwamba eti ni mke wake. Wangapi? Hataki kusema wangapi. Anajua yeye anatokaza anauliza kwani mimi naruhusiwa kuoa wake wangapi? Yaani na baadhi ya wanaume wengine wa Kiislamu wanatumia masuala kuoa wake wengi kama vile ndio pia yani ndio wanaona kwamba ndio jambo la wao kupata nafasi ya kuweza kufanya uhuni. Haya, mnao tayari wake wanne, bado mnatamani na watoto wa wake zenu. Mnataka nini? Hiyo ngono gani ambayo inawanogea kiasi hicho mpaka mnaenda kufanya mambo ambayo yanawadhalilisha katika jamii? Tayari una mke, kwa sababu mwanamke alikuwa anamwambia una mke wako, una mimi, una huyu kwenye hichi chumba. Haya, bado tena na huyo mtoto kamtaka. Yani kiukweli ni mambo ya aibu pale. Kwa hiyo mwenye nyumba ndo akasema mimi ninamjua mpangaji wangu kwenye hichi chumba ni mwanamke, sio mwanaume. Mkeo unaulaza mwanamke. Unajua kama ni kosa jingine hilo? Mkeo Sababu dada. Mbona natakuwa mingine? Mpigie huyo dada muulize huyu ni nani yake. Mleta huyu tena mwanamke mwingine. Kwa sababu kama yeye kafika huko basi situation ni mwanamke wake. Mpigie huyo dada muulize huyu ni nani wake. Huyu ni nani wake? Sasa inahusu nini ya huyo na mimi? Nani? Huyo na mimi, yani ya huyo yanakuhusu nini tena? Yanahusu sinusu vipi? Kumbe kujibu unajua. Wewe nikwambie na kuuliza hivi, ya huyo ambaye unataka. Huyo inatakiwa ni huyo anatakiwa ajue kwa sababu kumalizana naye huko kwa sababu hapa hatutoani. Mariam unakosea. Wewe unamwambia ndio huko wakati kitu kimefanyika hapa. Eneo la tukio ni hapa. Huyo hapa atuelezee imekuaje mpaka kawa. Kwa nini huyo kamleta hapa? Na kama hiki chumba cha mkewe, huyo mwenye chumba anatakiwa aje. Ilikuwaje wewe huyo kamleta? Athibitishe hiki chumba cha kwake. Sasa nimemleta kaja. Kafikaje hapo? Kakuona wewe unaingia huko naye akakufuata.
Mimi tumeelekezana, amekuja. Lengo la kumwelekeza aje hapa? Lengo la kumwelekeza aje hapa? Mimi ndo nastahiki, nionyeshe. Mimi ndo ninazijua sana hizi. Lengo la kumwelekeza aje hapa ni nini? Nataka kujua lengo la kumwelekeza huyu aje hapa ni nini? Lakini huyu binti hana makosa. Binti hana makosa. Hana makosa, yeye kaambia tangu siku ya kwanza Binti hana makosa. Binti alivyoona sasa ile swala anaelekea baba, mbona maneno anaonichatisha sio, ikabidi binti akaogopa. Na akaogopa kufanya nini? Kuniambia mimi, kwa sababu mimi ni na ni mume wangu. Unaelewa? Binti ikabidi akaogopa, akamwambia dadake, "Unakuja lini?" Okay. Dada yake anakasinza, "Unakuja lini?" Akaambia, "Kwani kuna nini? Njoo tu, mimi na shida na wewe, nataka nikwambie, nidokezee kidogo." Ndio binti kumfuadia message dada yake. Dada yake siku aliyokuja, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi. Ijumaa usiku alikuja shule. Ijumaa usiku alipokuja, Ijumaa usiku mimi niko mjini nawasiliana na huyu bwana. Naenda kutafuta vitu na pia kamnunulia vitu vyake. Naingia pale, yeye anaingia ndani getini, anakaa sebuleni kwenye kochi. Na mimi naingia. Wakati anampigia simu, "Uko wapi?" "Mimi niko nyumbani." "Wewe uko wapi?" Nikamwambia, "Mimi niko nyumbani." Tunacheka. Sema, "Wewe uko nyumbani." "Mimi nishaingia ndani, wewe uko wapi?" Na mimi nafungua geti naingia. Umeona? Nimeingia. Huyu bwana pale asipokuwa na woga mshenzi huyu, akamtumia message mtoto akamwambiaje? "Dada yako kumbe yupo, hujaniambia." Alimaanisha nini kumwogopa huyu? Kama wote ni watoto wake. Mimi nikamwita chumbani, nikamkabidhi mizigo yake, tulikwenda tuagizishana, akaondoka. Na mlikuwa hamna mgomvi? Mimi sina ugomvi naye, yani ugomvi wake huyu bwana wa kuniacha ni kwa sababu mimi nimemwambia niko hospitali na mtoto, lakini wakati huo mtoto akiwa nyumbani, kwa sababu tulikuja kweli dukani, mimi duka langu liko pale kwa ziada. Tulikuja kweli dukani, tukafungua duka, nikampa huyu vitu, nikamwambia nenda nyumbani kapeleke vitu, baadaye utarudi, mimi niko hospitali hii hapa, namfahamisha mpaka hospitali nilipo. Sasa kile kitendo cha mtoto kwenda kupeleka vitu nyumbani, huyu akachati naye, anamuuliza uko wapi, akamwambia niko nyumbani. Akanipigia mimi, nikamwambia niko nyumbani, mama yuko hospitali, mimi niko nyumbani. Alinipigia akamwambia mimi niko nyumbani ndo nataka kutoka. Mbona unanichanganya? Huniambia ukweli, wewe muongo, uko wapi? Umeona? Sikumwambia, lakini kama niko hospitali kwa sababu alishaniambia mpe mtoto niongee naye. Wakati huo mtoto ameshamwambia apeleke vitu nyumbani alafu aje. Ndio sababu ya kusema mimi nakuacha. Akimuona mtoto nje. Akimuona mtoto nje. Yaani akiona mazingira mtoto sio mbele yangu, alionyesha kujali. Hata mtoto akiwa dukani, duka lifungwe mapema, mtoto arudi nyumbani. Sababu kipindi yeye mimi niko naye nyumbani, mtoto namwenda dukani. Umeona? Hata mtoto akitaka kutoka, anasema, "Napenda tu mtoto anatoka anaenda kuzurura peke yake huko manjiani, huko bila hivi, huko na hivi na hivi," anasema. Umeona? Kwa hiyo alionyesha kujali kwa mtoto wangu na nikawa naendelea kumuona baba bora. Kumbe sio bora, huyu ni bora. Hakuna kuongea na mtu mmoja pekee. Ongea kwanza tukusikie. Kwa hiyo huku na huku bwana akaambiwa, atuambie ilikuwaje wewe kumuita huyu mtoto huku?" Maana yake alipoambia mtoto kwa nini umemuita, akasema, "Mimi sijamuita, kaja mwenyewe." Haya, ilikuwaje? Eti anadai kwamba mtoto huyo binti eti alikuwa anamtega. Yaani huyo baba eti alikuwa anategwa na yule binti na kanga moja. Eti binti anamtega na kanga moja, sio na vitu gani? Yaani ilimradi tu akawa anajitetea kwa staili hiyo. Lakini unaona kabisa kwamba utetezi wake ulikuwa ni wa uongo. Ni mtu ambaye alikuwa anatafuta pa kutoka. Watu wazima wenye akili yao wakishaona vitu kama hivyo, mtu tena kashapata aibu, inabidi tu akatae. Lakini ukweli ni kwamba sio kweli kwamba binti alikuwa anamtega. Kwa kama binti yako akikutega, ndio ufanye nini? Ndio ufanye hivyo ulivyofanya. Mtihani huo. Nalijua hilo. Na ndio maana kwa kuwa mimi ni mkubwa, acha tu niombe radhi, lakini tumeanzia mbali sana. Kwa vituko hivyo kwa ananifanyia na jinsi hivyo kwa ananifanyia, ndio maana nimekuwa hadai kwa namna hiyo. Vituko vinamfanyia. Nisha kuja pale nyumbani siku moja nikamkuta yuko na kanga tu. Nimeshamkuta ananifanyia vitu tofauti kidogo. Kwa hiyo nimehadaika kama binadamu. Vitu gani? Yeye katuambia kwamba wewe unamuonyesha. Sasa na sisi tunataka tujue. Labda ungeweka wazi tungepata uzito kwa namna. Safari ya huko kote tulikotoka mpaka kufikia hapo. Maana huwezi tu ukafikia nikakwambia bwana nikuonyeshe. Lazima kuna mahala mmetoka mpaka mmekuja kufika sehemu ambayo nini. Na namba yako ulikuwa nayo muda mrefu. Alinipa mwenyewe. Alikupa yeye mwenyewe. Ndio yeye mwenyewe. Muda mrefu. Yeye mwenyewe ndo alinipa. Yeye aseme kama mahala nilipata.
Lakini kama baba Kama kuona namba yake ni haki. Ngoja kwanza mtoto unakosaje wewe baba yake? Unakumbuka siku ambayo mtoto anataka pesa ukaniambia nipe namba nimtumie pesa? Kama namba yake ulikuwa nayo nisingemtumia. Sasa jambo hili litaendelea tena kesho inshallah, uweze kujua jambo limeishia vipi, lakini pia kuna makubwa huko mbele yameendelea. Ila hii jamani, baadhi ya wanaume mlichukue kama funzo. Yaani mtu kupenda ngono pendo la kupita kiasi kiukweli ni mtihani, linageuka linakuwa kama changamoto ya akili. Kwa sababu katika hali ya kawaida wanaume, lakini haya mambo sio kama huyu ndo amefanya mwenyewe. Ndio maana nikasema kuna baadhi ya wanaume wanajiendekeza sana. Kuna baadhi ya wanaume wanabaka, usibora huyu binti ndio hivyo ana miaka hiyo 20, si ndio? Huyo baba amemtaka. Kuna baadhi ya wanaume mtoto wa mke wake mdogo ana miaka 2 anambaka, miaka 3 anambaka, mtoto mdogo anakuwa anambaka na kufanya vitendo hivyo vya ukatili. Mtoto wa mke wake, mradi tu yule mwanaume awe sio mtoto. Na saa nyingine hata kama ikiwa ni mtoto wake. Sasa huko kama sio kujiendekeza kitu gani? Au inakuwa ni mapepo? Au kuna changamoto? Unajua watu wanaweza kuwa wanaangalia changamoto ya kiakili, lakini kumbe kuna changamoto ya kingono pia. Kwa sababu unajua hii sijui nisemeje. Hii na yenyewe inaweza kawa ni changamoto kabisa. Labda pengine wataalamu bado hawajaigundua. Kuna baadhi ya wanaume wanafanya vitu vya ajabu sana katika hii dunia. Hata ukikaa ukimfikiria hata unashindwa kumuelewa mtu ana namna gani. Ndio nawaambia hivyo vitu kiukweli vinawashushia hadhi, vinawashushia heshima. Haiwezekani upende ngono kwa pendo la kiasi hicho. Mpaka uende ukabaki mtoto, mtu anabaka mtoto wa mkewe, utakuta mwingine mke wake anaishi naye pale nyumbani, amemkaribisha nyumbani kwake, anaishi naye vizuri kwa mapenzi yote, anampa heshima zote kama mume, na bado anambakia mtoto wake. Jamani, baadhi ya wanaume sijui ni nini. Sijui ni pepo la aina gani au ni kujiendekeza kwa kiasi gani. Ndio maana nikasema kuna baadhi ya wanaume wanajiendekeza. Huko ni kujiendekeza. Sasa ukitaka kujua mambo haya yameishiaje, kesho hapa kupitia kwenye YouTube channel yangu ya Habib, wewe ingia tu uweze kujua hili jambo limeishia vipi.